Hello, habari za jioni. I hope screen inaonekana. Leo tutajifunza kuhusiana na the problem statement writing kama ambavyo tulikuwa tumekusudia kufanya. Wengine tutaendelea kuwasubiri wakijoin, but kwa kuanza nitakuwa nanyi kwenye kipindi kama facilitator wa kipindi hiki cha how to write an effective problem statement. Specifically, we are discussing research here. So, my name is Modesta Peter Mgeta. I will be with you kwenye hii training ambayo ina just a summary of writing a problem statement. We have 10 slides and I hope 30 minutes tutakuwa tumemaliza, then tutadiscuss pamoja. Kwa hiyo karibuni kwenye kipindi. So, tutaanza na kujua the meaning na umuhimu wa problem statement. What is the problem statement? Tunapokuwa tunazungumzia problem statement, we are talking about a clear and concise description of an issue. We are talking about challenges. We are talking about the game that require investigation through research. So sometimes problem statement, it explains what the problem is, how to solve the problem, who is affected by the problem, and why it is important to the study. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba tunazungumzia kuhusiana na tatizo husika katika study yako. Tutakuja kuona huko mbele. Mara nyingi kama research huwa tunasema problem statement huwa inatokea zaidi kwenye dependent variable. Kwa hiyo ukiwa unaanza kutengeneza title yako, we expect kwamba problem yako utaanza kuistructure kutoka kwenye title, of which obvious inakuwa ni kwenye dependent variables. Sasa umuhimu wa problem statement upo mwingi. Unakuwa unatusaidia katika kupata direction ya entire study, lakini inatusaidia kudefine research objectives and questions. Lakini vile vile problem statements justify the need for conducting the research. Also, it demonstrates the significance of the study. Lakini finally, identify gap katika existing knowledge. Kwa mfano, kuna mfano hapo umetolewa kwamba many universities have adopted online learning platforms. However, despite the increase of internet access, many master's students want to continue to experience poor learning outcome during Zoom sessions. So the specific factors contributing to this problem remain unclear, necessitating further investigation. Hii ni just a problem ambao of which hapa ni poor learning outcome during Zoom session ndo iliyokuwa inajaribu kutolewa mfano hapa. Sasa hii ni general overview about a problem statement. So sometimes research problem is a clear and concise statement that identify the issue or gap in the knowledge that the research intend to address. So it highlights the importance of the study and its contribution to solve a problem or filling a knowledge void. So mfano mwingine ni kwamba ambao unahusiana na research problem, kuna inadequate financial literacy among small scale business owners in Tanzania. So negativity impact their ability to secure and manage loan effectively. So hapa problem yake ilikuwa najaribu kuzungumziwa hapa ni inadequate financial literacy among small scale business owners, wale small entrepreneur. Kuna sifa mbalimbali ambazo huwa zinatusaidia katika kujua good research problem, characteristics of good research problem. Sifa ya kwanza ya problem nzuri ni lazima iwe clear
and precise. Kwa maana ya kwamba the problem should be clear, defined and articulated, avoiding vague languages. Also, it should specify the issue under investigation in a straightforward manner. Lakini pia good problem lazima iwe specific and focused. Kwa maana ya kwamba a good research problem is specific enough to allow for in-depth exploration. It should narrow the scope to manageable and the relevant aspect of the broader topic. Lakini another characteristic ambayo ni ya tatu ni kwamba problem statement lazima iwe researchable. Yani unapokuwa unafanya tafiti, tatizo lako lazima liwe linaweza kuwa researched. So the problem must be researchable, meaning it can be investigated through empirical methods. It should be possible to collect data and analyze it to answer the question. Lakini pia problem yako ni lazima iwe relevant and significant, kwa maana kwamba lazima iwe ni halisi, inaweza kufanyiwa tafiti katika jamii, kwamba tatizo lazima liwe lina uhalisia katika jamii husika. Lakini sifa nyingine ni kwamba problem statement inakuwa ni feasible, kwa maana ya kwamba the problem must be feasible to the study within the constraints of time. Lazima iwe na resources, lakini pia lazima kuwe na expertise. It should be realistic in terms of data access and the researcher's capacity to conduct the study. Another good characteristic of research problem is it should be aligned with the research goals. Yani tatizo lako ni lazima liwe linaendana na malengo yako ya tafiti yako. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba tatizo haliwezi kupishana na malengo ya tafiti yako ambayo unakuwa unataka kufanya. So the problem should align with overall objectives of the research. It should guide the research design and methodology, ensuring coherence through the study. Also lazima iwe ethically sound, kwa maana ya kwamba kama tunavyofahamu kwamba kila sehemu huwa tuna follow ethics. Kwa hiyo hata katika research your problem should be ethically sound. Then another significance ni kwamba problem statement lazima iwe socially relevant, kwa maana ya kwamba the problem should have practical implication for society, addressing a real world issue that matter to continue organization, to communities, organization or policymaker. Hizo zote ni sifa za good research problem, kwamba lazima iwe clear, na lazima problem yako iwe specific, lakini pia lazima iwe ina align with your research goals. The same time lazima iwe ni nini? Ni relevant katika jamii husika au katika taasisi fulani, ili kusudi iweze kuwa investigated. Tuko sawa sawa mpaka hapo? Asante sana, uko vizuri. So tunapokuwa after learning about significance of good research problem zetu tunapokuwa tunaandika ni lazima tuzijustify. We have to justify our problems. Ili problem yako iwe halisi ni lazima ufanye justification. Justification zinaweza kuwa ni justification za data, justification zinaweza kuwa ni reports, justification zinaweza kuwa ni review za wadau wengine. So ili uidentify problem yako vizuri, cha kwanza ni lazima uidentify the problem.
clearly, yani ustate what is an issue, na of which mwanzo nimesema kwamba problem yako ni lazima iwe inatokana na dependent variable yako katika title yako. So state the issue or gap in your knowledge that your research intend to address. Sasa hii inaweza kuwa a practical challenge, inaweza kuwa katika upande wa theoretical gap au emerging concern in a particular field. Kwa mfano, problem unapokuwa una identify clearly, you can state that despite increasing effort to investigate technology in education, there is a limited evidence on the impact of YouTube technology on enhancing teaching and learning processes in high schools in Zanzibar. So hii una try to explain, to identify what is your problem. Lakini pia establish the relevance, kwamba you have to explain why the problem is significant within a context. Kwa nini tatizo lako ni muhimu kuwa addressed kwenye study yako. Lakini pia you have to highlight the gap unapokuwa unaandika problem statement yako, kwamba you have to demonstrate the gap in existing research or practice. So this justify why your study is needed. For example, while previous studies have been explored the role of digital tools in education, little attention have been given to how YouTube technology, specifically enhances learning in the context of developing regions. So you have to highlight the gap, kwamba wengine wamefanya wakaishia katika sehemu fulani, lakini kuna kipengele ambacho hawajakigusa based on your area of study. Lakini unapokuwa una justify research problem, pia you have to support with evidence. Na evidence ndo hizo ambazo nilizungumzia kwamba lazima ziwe ni statistical report, lazima evidence ziwe ni data za wadau kutoka sekta mbalimbali concerning your specific field of study. Lakini vile vile evidence zinaweza kuwa ni literature review za wadau wengine ambao wamezungumzia study yako, wamesemaje kuhusiana na hilo tatizo. So hivi ni vitu ambavyo vinakusaidia wewe katika kujustify a problem statement. But also you have to state the implication, outline what could happen if the problem remain unaddressed. Unaweza kufanya ukapresent maybe your research, then kwenye problem statement wakakuuliza swali, what if hiyo study yako isipofanyika ni nini kitatokea? So you have to state the implication kwamba kama study yako isipofanyika, it means kwamba tatizo litaendelea kufanyaje? Litaendelea kutokea. Kwa hiyo you are conducting a study so that to solve a certain problem. Then don't forget to connect to objectives kwenye research problem yako. Relate the problem to the goals or objective of your study. Also indicate how the research will contribute to address an issue. Kwa hiyo hizi ni one of the justification katika problem yako. Sasa unawezaje kuintroduce your problem? Yani unapokuwa unaandika problem yako, how to introduce research problem, how to write statement of the research problem. Cha kwanza unatakiwa explain background of the problem, of which tulisema kwamba background of the problem ni dependent what? Your dependent variable. Explain about your dependent variable here, background. Then tell us what is the main problem. It can either be, tutakuja kuona mwishoni huku kwenye mwisho wa slide nimeonyesha a lot of dependent variable ambazo zinaweza zikawa ni problem. It can either be poor performance, it can either be employee performance, inaweza ikawa ni resource management, poor resource management, inaweza ikawa ni poor performance. There is a lot of problems, depend with your topic, depend with your title, depend with your field of study. Then to what extent of the problem hapa means kwamba you have to tell us the percent
percentages based on your evidence. Also support your problem with the statistics. Lakini pia unapokuwa una introduce problem yako, make sure problem yako inakuwa supported with a policy statement. As we know, kila sector ina policy, na research yoyote ile ipo kwenye sector yoyote. Inaweza ikawa tourism, inaweza ikawa education, inaweza ikawa ni public, inaweza ikawa ni private sector, inaweza ikawa ni mining, inaweza ikawa ni agriculture, any sector, na zote zina policy zao. Kwa hiyo you can justify your problem also relate with the policy statement based on a certain sector. Vile vile ni lazima utuambie what have been done so far. Mimi na wewe tulienda shamba. Yeye alienda and kuangalia how to mifugo. successful such strategies. Lakini hakununua twende. So, umetoka kwenye mpira. Yaani hapa nakukata hela za kukusubiri muda wote. Also, unapokuwa una justify problem statement yako, mnaopiga kelele zime mute mic zenu. Michael, mute your mic. Lakini pia utakiwa tuambie what have been done so far to address the problem and how successful such strategies are so as to solve that problem. Although kuna strategy mbalimbali ambazo zinakuwa zimetumika katika kusolve tatizo lako katika study yako, but still huwa kuna hizo challenges zinatokea. So you have to tell us the gap, why still problem exists while kuna different strategies ambazo zinakuwa zinaendelea kufanyika. Sasa pale unaweza raise research questions and sub questions. Sasa research problem statement ni lazima iwe imeelezewa na kuwa justified with the literature review and citation. Though kuna researchers wengine huwa wana believe kwamba problem statement haitaki kuwa na citations kwa sababu ni maoni yako. But nadharia nyingine ambayo ni kubwa na ni strong ni kwamba you have to justify with citation. Kwa nini? Tunaposema you have to justify your problem statement with the report. Report haujaziandika wewe, ni watu wengine wameandika. Unapo justify with the statistical evidence, those statistics are people's data ambazo wamestore. So automatic we have to cite within our problem statement. So pia huwa ina depend na views za researchers wengine, lakini mostly huwa wana make citations. So there is a common mistake to avoid. There is a lot of mistake, lakini hizi ni baadhi tu ambazo tunatakiwa kuziavoid tunapokuwa tunaandika study yetu. Mistake ya kwanza huwa broad. Yani problem yako inakuwa iko very broad, kwamba inakuwa haiko specific to what issue you are focusing. Lakini vile vile mistake nyingine ya kuavoid ndo hii lack of evidence. If you can't cite automatically, you can't get evidence. Unapoandika problem yako, make sure una evidence ya hiyo problem, either kupitia ripoti za wadau mbalimbali kuonyesha ni kweli tatizo lina exist. Lakini pia you have to provide solution instead of problem. Kwa maana ya kwamba tatizo lako ni lazima uonyeshe strategies tofauti ambazo zimetumika kuweza kufanyaje kusolve hilo tatizo. Lakini vile vile huwa na unclear focus. Yaani wewe focus yako ni ipi? Ni lazima unajiuliza kwamba unapokuwa unaandika problem yako, ili usitoke kwenye focus, ni lazima uwe specifically clear na your focus ndo zile specific objectives zako ambazo zina relate with the
your main objective. How to avoid it? Hapa kwenye slides you can see kuna poor na kuna better. For example, kuwa broad ni kwamba umesema maybe student wana face many challenges in education, lakini better ili iwe specifically you have to state kwamba maybe master's student at the Institute of Accountants Arusha wana experience internet connectivity challenge during Zoom based session. Kwa hiyo hii inakuwa iko specific. The same kwenye evidence, lack of evidence. Hii poor hii inamaanisha kwamba mistake ambayo inaweza kutokea hapa, unaweza ukasema kwamba student are unhappy with online learning, lakini kwa ubora zaidi unaweza ukasema kwamba according to institute report labda mwaka 2025 na study ya fulani imesema student wana experience difficult katika ku access online training. Sasa hizi ni baadhi ya utaenda kuona dependent variable nyingi tu ambazo zinakuwa zinazungumzia kuhusiana na problem. Dependent variable ambazo unaweza kuzitengenezea kwenye title yako based on your problem. Unaweza ku create a problem based on this dependent variable. Example of dependent variable problem research. Dependent variable problems refer to the specific issues or unsatisfactory condition related to the outcome variable that the study seek to explain. So mifano ya hizi dependent variable ambazo unaweza ukatengenezea title au unaweza ukatengenezea topic yako na ukapata problem with justification na evidence ni kama hizi zifuatazo. Inawezekana ni upande wa academic performance. Kwa mfano problem yake inaweza ikaonekana kwamba student wana continue to achieve low examination scores au poor academic performance. Na poor academic performance as we know ina depend with the number. Kwa mfano watu wa wanafunzi wa sekondari huwa wanapewa grade zile A, B, C, D, E. A, B, C, D, C na F. Kwa hiyo ina maana mtu staff shule for example labda standard 4 ile ni sekondari kidato cha 4 wale form 4 wakipata wastani wa C means ni normal. Wakipata wastani wa B na A at least wanakuwa A wame high score, wame perform vizuri. Lakini wakipata wastani wa C ina maana ni low. Wakipata D means ni poor performance. The same kwenye employee performance. Poor employee performance the same inakuwa measured with a certain key performance indicators based on a certain organization. Kwa hiyo wakiwa below indicators kunakuwa kuna hiyo shida. Revenue correction. Revenue correction pia zinaweza zikawa ni poor kwa sababu wanakuwa wako below the target. Dependent variable nyingine inaweza kuzungumziwa ni financial record keeping. Kwa hiyo kama kuna poor financial record keeping means kuna problem. Kuna procurement efficiency means kuna inefficiency, kuna online learning performance, kuna customer satisfaction, maybe sometimes kuna organization haitoi good customer service, at the end customer wanakuwa unsatisfactory, project performance, organization performance, education resource. Hizi zote zinakuwaga ni one of the dependent variables. Zipo nyingi sana. It depend with your topic na sector ambao unaweza ukatengenezea topic yako. Kwa hiyo hizi zilikuwa ni just a summary. So hapa ndo mwisho wa presentation yetu concerning about our problem statement, lakini bila kusahau tunapokuwa tunazungumzia problem statement yetu huwa mara nyingi inakuwa ni haizidi 1 page. Yaani unapokuwa unaandika problem statement huwa haitakiwi kuzidi 1 page. Inaweza kuwa ni nusu page au 1 page inatosha kujustify your problem na ukaandika vizuri with evidence, justification na data. Are we together? Yes. Yeah. Sasa mimi nafikiri nimemaliza presentation yangu. Kama kuna mdau ana swali anataka kufahamu zaidi au amewahi kusikia any myth concerning about problem statement, we can clarify here. Karibuni sana.
Halo, na wasikilizeni wadau yoyote ambao anaweza kuchangia any comment so that we can close our session until next time, ambapo tutakuwa tuna another topic for discussion. Mwenye comment ambaye anahitaji kuuliza swali, karibuni. Mi nilikuwa napenda kuappreciate tu hicho ulichokitengeneza, Ndio, karibu lakini Patrick. pia sasa sijui hiyo summary yako uliyoiandaa hiyo, na sisi tungeweza kuipata ili tuendelee kujifunza zaidi. Kwa mfano kama mimi ni March intake, kwa hiyo natazamia nadhani kuanzia sijui mwezi wa 8 wa 10 huku tutaambiwa na sisi tuanze kuandaa hiyo research proposal. Kwa hiyo ni vizuri nikianza kujifunza mapema. Asante. Nitashare notes pia kwenye group ili kusudi tuweze kuendelea kujifunza pamoja. Sawa sawa, Mr. Patrick. Sawa mkuu, tashukuru sana, maana hiko kipindi chako ndo umeanza sasa mpaka utakapokamilisha jinsi ya kuandika proposal kabisa, si ndio? Of course we have a lot of training huwa tunashare. Kuna training za free, kuna training za kulipia, kuna session huwa zinatokea kulingana na the way ambavyo utaratibu wa ofisini ulivyo, lakini obvious tunakuwa tunatoa hizi update kupitia hizo groups zetu za WhatsApp so that tunakuwa aware, wadau tunakuwa aware wa vitu gani ambavyo vinakuwa vinaendelea. Kwa hiyo I hope kila kitu ambacho kina concern kuhusiana na research itakuwa kinapatikana kwa wakati. Sawa mkuu, nashukuru sana. Basi itakuwa vizuri, tutazidi kukutafuta. Haina shida, nikutakia wakati mwema, uwe na usiku mwema pia. Asante mkuu, na kwako. Hello, kama kuna mwingine pia, kama hakuna we can close the session, notes tutashare huko kwenye group. Asante sana. Aya, muwe na usiku mwema, niwatakie majukumu mema. Tutakutana kwenye next session. Asanteni.